lakini hizi kampuni zipo kubwa na ndogo, zipo ambazo zimeanza uzalishaji, zipo zingine hazijaanza, lakini tumejiwekea utaratibu kwa kuwa tunaonana kila baada ya miezi mitatu, wanatueleza kazi wanazozifanya na sisi tunawauliza maswali na wao wanatuuliza maswali kwa yale mafuta ya uganga. Na mimi nimekuwa namuuliza zaidi ya mara 3, na yeye anasema kule Rukwa lazima kuna mafuta, ndivyo anavyoniambia yeye. Kwa hiyo tunamngoja siku atakapotoa pipa la kwanza next ambayo yatatengeneza LNG, tunasema kimiminika. Yaani wanachukua ile gesi, wanaipoza kuifikisha kwenye hali ya uji kwenye nyuzi chini ya 160 minus 162 degrees centigrade, ndio kazi watakayofanya. Kwa hiyo ameongea kwa niaba ya Statoil ya Norway, ExxonMobil ya Marekani, Shell ya Uholanzi, BP ya Uingereza, alafu ipo Ofid ya Uingereza nayo, alafu ipo Pavilion ambayo ni ya Singapore, na wapi tena ni hizo kampuni hizo. Kwa hiyo hapo kwa pamoja ndio watajenga ule mtambo wa kusindika gesi ambayo ni mtambo mkubwa. Lakini ndugu zangu wa Tanzania, nimemsikia anasema wanahitaji muda kwa sababu lazima taratibu za sheria za kodi zijadiliwe. Bomba lenyewe linatoka zaidi ya kati ya kilomita 100 na 200 baharini, wanaitoa huko kuleta Lindi, ndio wanaisindika. Tutoe ushirikiano ili tuweze kutumia hiyo gesi kutoa kwenye umaskini.